Karibu tujifunze elimu ya kilimo cha kisasa. Leo nataka tuzungumzie jambo moja nyeti sana. Kwa nini vijana wengi wanakimbia kilimo? Wengi husema ni uvivu, wengine wanasema hawapendi kazi ngumu. Lakini leo mimi kama injinia wa kilimo nataka nikuambie ukweli ulio tofauti kabisa. Wazazi wengi, viongozi na hata jamii kwa ujumla tumekuwa tukisema kwamba vijana wa siku hizi ni wavivu, hawapendi kulima. Lakini hebu tujiulize kwa uaminifu sana. Kijana anayemuona mzazi wake akilima kwa miaka 20 au 30, lakini bado anaishi maisha ya taabu, ana motisha gani ya kuingia kwenye kilimo? Hapo ndipo tunapokosea. Vijana hawakimbii kilimo kwa uvivu, wanaokimbia mfumo wa kilimo usio na elimu, teknolojia na soko la uhakika. Kilimo tulichokizoea kina changamoto nyingi sana. Changamoto kama kulima bila kujua soko, kupanda bila mpango wa kifedha, kutegemea bahati ya hali ya hewa, lakini pia kupoteza mazao baada ya kuvuna. Vijana wengi wamekuwa katika maisha ambayo wanayaona yote haya. Ndio maana wanaogopa kuingia katika kilimo. Na hapa napenda niseme wazi kwamba kilimo bila elimu sahihi, teknolojia na mtazamo wa kilimo kama biashara, hicho ni kichocheo cha hasara wala si maendeleo. Lakini nataka nikuambie jambo moja muhimu sana. Kilimo cha leo si kile cha jana. Mambo yamebadilika sana. Leo nataka tuzungumzie kilimo chenye taarifa za hali ya hewa, kinachotumia teknolojia rahisi za kisasa, lakini kinachopangwa kilimo kama biashara. Vijana wengi wanapovutiwa na teknolojia si kwa sababu wanakimbia jembe, bali kwa sababu wanautafuta ufanisi na faida. Vijana wana nafasi kubwa sana katika kilimo cha leo. Vijana wanaweza kutumia simu kupata taarifa za soko, kufuatilia hali ya hewa kabla ya kupanda, ili kubuni njia bora za kuhifadhi mazao, kuongeza thamani ya mazao yao. Lakini kilimo kinahitaji akili mpya, fikra mpya na ubunifu wa vijana. Pengine tatizo si vijana, tatizo ni kutoandaa vijana kwa kilimo cha kisasa. Kama wewe ni mzazi, kabla hujamwambia kijana nenda kalime, nataka ujiulize kwanza, je, umempa elimu gani ya kilimo? Au je, umemuonyesha masoko na umemuonyesha teknolojia mpya za kutumia katika kilimo? Na kama wewe ni kijana, nataka nikuambie kwamba kilimo kina nafasi yako, lakini si kilimo cha kubahatisha, ni kilimo cha maarifa. Endelea kufuatilia page yangu na unifollow, like, share na comment. Na katika comment nataka uniambie wewe kama kijana unakionaje kilimo cha sasa? Nataka tujadiliane ili tufanye mapinduzi ya kilimo. Pamoja tunaweza. See you to the top.